Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Habari mbaya kwa chama kizima kinachoongozwa na Samia Suluhu, Chama cha Mapinduzi cha CCM, huku kikipokea onyo hili kali siku ya leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania leo imezidi kupamba moto baada ya mwanaharakati wa muda mrefu na mbunge wa zamani Godbless Lema wa Chadema kutoa onyo hili kali la kiroho kwa chama cha CCM cha Samia Suluhu. Ujumbe ambao tangu wakati huo umelivutia taifa na kuzua gumzo katika mitandao yote ya kijamii leo. Onyo lake Godbless Lema kwa chama cha CCM cha Samia Suluhu lilikuja baada ya kutuma ujumbe wa ishara na usiotulia kwenye Instagram yake akiunganisha bendera ya chama hicho cha CCM na mfano wa hisia kali kuhusu hukumu ya Mungu na uwajibikaji wa kimaadili na malipo ambayo Mungu atakipatia chama cha CCM. Katika ujumbe huo wake wa Instagram, Godbless Lema alitoa mfano mfupi wa mwanamke kucheka wakati wa mazishi ya mumewe, kisa ambacho aliwahi kudai kuwa ukweli kuhusu matendo ya mtu hatimaye unaonekana, ujumbe ambao aliufungamanisha moja kwa moja na onyo lake kwa chama cha CCM cha Samia Suluhu. Mtazamaji, ili uweze kuelewa zaidi na kuonyesha ujumbe huo wake kupitia mtandao wake wa kijamii wa Instagram, kama unavyotazama kwenye skrini yako, aliandika hivi nikinukuu: wakati wa mazishi ya mwanamume mmoja, mke wake alianza kucheka. Watu walishangaa na kumuuliza kwa nini alikuwa akicheka, naye akajibu akasema, angalau hii ndiyo mara ya kwanza najua anakokwenda. CCM, kisasi cha Mwenyezi Mungu kiko juu yenu na uzazi wenu, na kila mbinu ya kufunika uovu mtakayoifanya, mbinu hiyo itageuka kuwa mapigo kwenu. Mtazamaji, hilo ndilo chapisho na ujumbe na onyo lake Godbless Lema. Kwa mujibu wa Lema, mfano huo ambao ameutoa unaashiria kutoepukika kwa matokeo ya makosa au malipo, akiweka onyo lake kwa chama cha CCM na Samia Suluhu kuwa cha kiroho na kisiasa. Chapisho hilo lilisambaa haraka na kupata majibu ya haraka kutoka kwa wafuasi na wakosoaji ambao wengi wao walitafsiri onyo lake kwa chama cha CCM cha Samia Suluhu kama shutuma kali za kuporomoka kwa maadili ndani ya chama tawala cha CCM. Wachambuzi wa mambo, hata hivyo, wanasema ujumbe huo wa Lema ni mfano kuhusu hatimaye kujua mahali mtu asiaminika anaenda. Ilikuwa ni pigo la sitiari ama msemo lililotolewa ndani ya onyo pana la Godbless Lema kwa chama tawala cha CCM cha Samia Suluhu. Kauli hii ya Godbless Lema ilizidi kuwa na nguvu zaidi alipotangaza kwamba kisasi cha Mungu kinasimama juu ya chama cha CCM cha Samia Suluhu, tamko ambalo lilizidisha kwa kiasi kikubwa uzito wa kihisia wa ujumbe huo. Onyo lake kwa chama cha CCM lilikuwa la wazi na la dhahiri, bila woga, lisilo na maelewano na lililotolewa kwa sauti ya moto ambayo anajulikana sana. Wafuasi wake wengi walionyesha kushtushwa na ukubwa wa lugha yake, wakibainisha kwamba onyo lake kwa chama cha Samia Suluhu cha CCM lilivuka ukosoaji wa kawaida wa kisiasa na kuingia kwenye uwanja wa kulani wa kinabii. Maoni kwenye mitandao ya kijamii yanaonyesha kuwa baadhi ya Watanzania wanaamini kuwa ujumbe huu wa Lema unaashiria kuchoshwa na uwajibikaji wa uongozi na hivyo kuongeza uharaka wa onyo lake kwa chama cha CCM cha Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, walimsifu Godbless Lema kwa kile walichokiona kuwa ni ujasiri, wakisitiza kuwa onyo lake kwa chama cha CCM cha Samia Suluhu linaonyesha ukweli wananchi wengi wanaogopa kusema hadharani. Wafuasi hawa wanaoji kuwa viongozi wa kisiasa wanapaswa kukabiliana na mwelekeo wa maadili ya maamuzi yao na kufanya onyo la Lema kwa chama cha CCM cha Samia kuwa la wakati na la lazima. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa mitandaoni waliopitia chapisho hilo la Instagram la Godbless Lema walibainisha kuwa muda wake katika kipindi cha mjadala mkali kuhusu uwazi na mwenendo wa serikali ulifanya onyo hili la Lema kwa chama cha CCM cha Suluhu kuwa na nguvu zaidi. Wanasisitiza kwamba hali ya kuchanganyikiwa kwa umma imekuwa ikijengeka kwa miezi kadhaa, na kutoa onyo lake Godbless Lema kwa chama cha CCM cha Samia kwa sauti kubwa isiyo na hofu miongoni mwa wapiga kura wasioridhika imekuwa kama kuongea kwa niaba yao. Mazungumzo mapana yaliyoibuliwa na wadhifa huo
yamewafanya baadhi ya Watanzania kutafakari kwa kina juu ya maadili ya uongozi, mada ambayo Godbless Lema alisitiza kwa kurudia onyo lake kwa chama cha CCM cha Samia katika majibu na maoni mengi katika comment section ya chapisho hilo. Kwa mujibu wa wakosoaji wake, hata hivyo, kuongezeka onyo kama hilo kwa chama cha CCM cha Samia kuna hatari ya kuchangia mvutano wa kisiasa usio wa lazima. Licha mabishano hayo, chapisho la Instagram la Lema lilibaki mtandaoni saa kadhaa baada ya kuchapishwa na kuruhusu maelfu ya watu kutazama na kushiriki onyo hilo la Godbless Lema kwa chama cha CCM cha Samia Suluhu. Waangalizi wanasema muonekano huu endelevu unahakikisha kwamba ujumbe wake na onyo lake kwa chama cha CCM utaendelea kuunga mijadala ya hadhara kwa siku kadhaa. Baadhi ya wachambuzi waliunganisha ujumbe wa Lema na maendeleo ya hivi karibuni ya kitaifa, wakidai onyo lake Lema kwa chama cha CCM cha Samia lipo ndani ya mtindo wa ukosoaji unaoongezeka. Wakati huo, watetezi wa chama tawala cha CCM walikanusha vikali kauli hizo na kusema kuwa ni za kusisimua, wakisema kuwa onyo la Lema kwa chama cha CCM kinachosimamiwa na Samia Suluhu linatia chumvi mambo na kutaka kudhoofisha mshikamano wa kitaifa. Wanasisitiza kuwa maendeleo yaliyopatikana chini ya utawala wa sasa yanakinzana na ukali wa onyo hilo la Lema kwa chama cha CCM. Hata hivyo, wachunguzi huru wa masuala ya kisiasa wanasema kupuuza kauli kama hizo kunaweza kuwa si jambo la busara, kwani onyo la Godbless Lema kwa chama cha Samia Suluhu linaonyesha hisia za baadhi ya watu wanaohisi kutosikilizwa. Wanasema kuwa onyo lake kwa chama cha CCM cha Samia Suluhu ni sehemu ya mazungumzo mapana ambayo Tanzania lazima ikabiliane nayo. Kwa sasa taifa linaendelea kujadili maana, uzito na athari za ujumbe huu unaoenea, wengi wakikubali kuwa onyo la Godbless Lema kwa chama cha CCM limefungua ukurasa mpya katika simulizi za kisiasa zinazoendelea nchini. Iwapo uongozi unaotawaliwa na Rais Samia Suluhu Hassan na CCM utajibu onyo hili lake Godbless Lema bado haujajulikana, lakini onyo lake Lema kwa chama cha CCM cha Samia Suluhu tayari limeacha alama ya wazi kwenye mazungumzo ya umma, hasa katika mitandao ya kijamii. Hatimaye Watanzania wameachiwa kubainisha ni kwa kiasi gani wanaamini alama ya kiroho na kisiasa iliyomo katika onyo hili la Godbless Lema kupitia mtandao wake wa kijamii wa Instagram kwa chama cha CCM chake Samia Suluhu Hassan. Kinachobakia kuwa na uhakika sasa ni kwamba onyo lake Lema kwa chama cha CCM limeibua hisia za umma, kupinga uanzishwaji wa chama tawala na kuzidisha mazungumzo ya kitaifa katika wakati mgumu wa kisiasa. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti ama habari hizi. Ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na onyo hili la Godbless Lema kwa chama cha CCM. Vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.